Mimi kwa majina naitwa Dr. John Benjamin, ni mkufunzi katika chuo cha mafunzo ya mifugo kampasi ya Mabuki. Ni pia kwa taaluma ni daktari wa mifugo. Kwa hivyo majukumu yangu nje ya ukufunzi ni pamoja na kuhudumia au kuangalia afya za mifugo hapa chuo. Mradi wa nguruwe kama ilivyo miradi mingine, ni vizuri mtu kufanya upembuzi. Unataka mnyama au nguruwe wa aina gani? Na katika hilo unatakiwa kuchagua nguruwe kwa wale aina nzuri, kwa maana ya kwamba wanaokuwa haraka na wanakuwa na miili mizuri, kwa sababu tunalenga kibiashara. Na kuna aina nyingi tu za nguruwe. Kwa mfano hapa kwetu sisi tuna aina kama 3 hivi. Ni michanganyiko kidogo, hatuna moja ambayo imesimama peke yake, ingawaje wapo. Kuna Landrace, nguruwe wale rangi yao huwa ni nyeupe. Kuna large white pia, wao nao ni weupe, warefu, kwa mwili ni wakubwa. Na kuna Saddleback. Lakini pia tuna mchanganyiko wa Duroc. Ni nguruwe wazuri sana, ukuaji wao ni mzuri wa haraka na wanaweka nyama vizuri. Sasa baada ya kuchagua aina nzuri ya nguruwe, hawa ambao nimewataja ni wazuri sana za kuchagua, na kuna wengine wa kisasa wapo, lakini hao kwa mazingira yetu yanapatikana kwa urahisi zaidi. Baada ya kuwa umechagua aina ya nguruwe, unatakiwa sasa kuwekeza kwenye miundombinu, kwa sababu hao ni wanyama, wanatakiwa wakae mazingira ambayo ni mazuri, ambayo yanaweza kuwafaa kwa ajili ya ukuaji. Kwa hivyo lazima ujenge banda zuri, sababu nguruwe akizaa hahitaji watoto wawepo kwenye maeneo ambayo yana kidhi afya yao. Hawatapata baridi. Kwa maana hiyo wakikosa baridi watapata maradhi kama ya pneumonia. Kwa hiyo ukuaji wao utakuwa haraka. Lakini pili, utakuwa pia mpunguza gharama za matibabu ya kila mara. Sasa tukitoka kwenye majengo, takiwa pia kufahamu ni nani anaweza kuhudumia hiyo mifugo yako. Kama una taaluma hiyo sawa sawa, lakini kama hauna taaluma hiyo lakini unawiwa kufuga, takiwa kuwa na mtaalamu ambaye atakusaidia kwa haraka sana kama itatokea tatizo kwenye shamba lako hilo au kwenye mradi, aweze kulitatua kwa haraka zaidi. Na magonjwa ambayo yanasumbua hasa kwa nguruwe ni magonjwa ya mfumo wa chakula, ambayo yanasababishwa na virusi, vingine vinasababishwa na bakteria. Na kwa uchache wake au kwa ufupi, kuna magonjwa kama Erysipelas ambayo yanasababishwa na bakteria, kuna magonjwa kama Leptospirosis yanasababishwa pia na bakteria, na magonjwa mengine ambayo yanasababishwa na virus. Magonjwa ya virusi ni hatari kama ilivyo kwa magonjwa mengine, kwa maana uhatari wa magonjwa ya virusi hasa ni kwamba hauna tiba. Kwa hiyo pia kiingia utatibu zile dalili unazoziona, lakini haikupi assurance ya kwamba unaweza kuokoa. Tegemeana umekuta kwenye stage gani. Baada ya kupata mtaalamu kwa ajili ya afya, unatakiwa pia kujua chanzo cha kupata vyakula na vyakula ambavyo ni vizuri. Kama ilivyo kwa binadamu au na wanyama wengine wote, chakula kizuri ndio msingi wa afya bora. Kwa hiyo hata kwa nguruwe ni hivyo hivyo, na vyakula vyao mchanganyiko unafahamika. Sio kitu ambacho utahangaika sana kwamba hatakipatikani. Malighafi zipo, ni kiasi cha kupata mtaalamu kushauri uweke kwa kiasi gani na nguruwe alisho kwa kiasi gani, kwa sababu ya kuangalia faida zaidi. Ni magonjwa gani ambayo yanakuwa ni hatarishi zaidi kwa nguruwe? Magonjwa ni mengi kama ambavyo nimetangulia kusema. Kuna magonjwa ambayo kama ugonjwa huu wa Leptospirosis nimeusema. Huo ugonjwa ni ugonjwa ambao
nguruwe ambaye mpata mimba zinaweza zikawa zinatoka, au akazaa watoto wamekufa, au akazaa watoto wako dhaifu. Na akizaliwa akiwa dhaifu, maana yake kuishi itakuwa ni vigumu sana. Maana yake anaweza akafa siku chache baada ya kuzaliwa. Lakini kuna ugonjwa mwingine ambao ni hatari zaidi, ambao mwanzoni sikuutaja, unaitwa African Swine Fever, homa ya nguruwe. Ule ugonjwa hauna chanjo mpaka sasa na hauna tiba. Kwani magonjwa ambayo kimsingi mfugaji anatakiwa kuchukua tahadhari zote za afya ya wanyama. Inaitwa biosecurity. Ile biosecurity ni pamoja na kuzuia mwingiliano, yani kuleta mnyama ambaye haujui historia yake ukamuingiza kwenye kundi ulilonalo. Hilo ni la kwanza. La pili, hata mtu kuja tu au hata yule anayehudumia anapoingia kuhudumia hao nguruwe, lazima aidha abadilishe nguo na viatu alivyokuja navyo. Akifika pale bandani avae vya pale, atumie vya pale kimsingi, ili kuepusha kuja na virusi vingine. Kwa hiyo hata vyakula, maeneo ya kuchukua unatakiwa uangalie. Kama kuna maeneo ambayo yana mwingiliano mkubwa sana, sio salama sana. Lakini ni ugonjwa ambao pia si kwamba wakati wote upo, lakini ile milipuko ile ambayo inasababisha hasara kubwa huwa inatokea nyakati fulani. Na nguruwe anatoka mdogo mpaka anakuwa yuko tayari kwa ajili ya kubeba mimba ama kuuzwa, ni umri gani? Nguruwe jike miezi 6, 7, 8. Na dume kuanzia miezi 8 na kuendelea anaweza kupanda. Na anapobeba mimba, inachukua muda gani mpaka anajifungua na mtoto wake kumwachisha, inakuwa muda gani? Nguruwe akipandwa na mimba yake kuna formula ya 3-3-3. Kwa maana miezi 3, wiki 3 na siku 3. Hiyo maana yake kwa muda huo wa miezi 3 tangu apandwe na wiki 3 na siku 3, nategemea nguruwe azae. Kwa hiyo ni kama siku 100 na kama 15, 10 na ngapi kwa nguruwe atarajiwa kuzaa wakati huo. Na ananyonyesha kwa miezi 2. Baada ya miezi 2, kama mama alihudumiwa vizuri kwa chakula, na hao watoto watakuwa vizuri sana. Kwa sababu mpaka wanafikisha mwezi 1 wanakuwa wameshaanza kula na mama yao. Kwa mpaka miezi 2 wanakuwa wako tayari na wanatenganishwa na mama yao. Kama watauzwa tu, wakati watakuwa wako tayari, ili mama yao warudi kwenye mzunguko. Mradi wa nguruwe ni sahihi kwenye uwekezaji? Ni mradi sahihi sana. Kwa nini? Kwa sababu kwanza tunaita turnover, kwa maana ya kuwa anaweza kuzaa mara 2 au na zaidi kwa mwaka, na anazaa watoto wengi. Mfano, hao nguruwe wetu hapa wanazaa watoto zaidi ya 10. Average ni watoto 10. Sasa ukiwakuza hao wote 11, labda akiwa na miezi 2 tunamuuza labda 100,000. Ni nguruwe ambao watakupa pesa nyingi sana. Ni kati ya biashara ambayo inaweza kukupa pesa nyingi kwa muda mfupi. Unawaambiaje wa Tanzania katika ufugaji wa nguruwe? Mimi ninachosisitiza hasa, kwanza nawashauri na nawashawishi kwamba kwanza ni nyama pendwa. Siwakosei ndugu zetu wa Islam, lakini kwa ndugu wa Wakristo wengi wanatumia nyama ya nguruwe. Yani nyama pendwa niseme. Kwa sababu hiyo soko lake lipo. Na kwa sababu soko lipo, ni sehemu kunaweza kupata pesa. Lakini kingine kikubwa ambacho mimi nashauri, wataalamu wapo wanazalishwa kila kukicha. Watu wasisite kutumia wataalamu ili kuepuka hasara ambazo zinaweza kuepukika.